بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1441 min al-hijra, sawa na tarehe 20 ya mwezi wa Mei mwaka 2020 miladia. Tunaendelea na risala hii, Is'adul Muslimin bi ahkamil Eidaini. Jana tulielezea wajib wa sala ya Idi hizi mbili, Eidul Fitri na Eidul Adha, ambapo ndiyo idi za Waislamu. Tukaelezea hadithi nyingi zinazoelezea wajibu wa sala hii, na wajibu wake kama tulivyoelezea ni kwa wanawake na wanaume. Watoto pia wanatakiwa wapelekwe katika musalla al-Eid wa sali Idi. Haya tulielezea jana kwa dalili nyingi zinazoonesha wajibu wa sala hii kwa wanaume na wanawake. Pia tukaelezea wakati wa sala hii ni kwamba wakati wa salatul Eidain ni tangu jua linapotokeza asubuhi, linapopanda kiasi cha mkuki mpaka zawal, kupenduka jua, ambapo ni wakati wa dhuhuri. Pale kubaila zawal ndio mwisho wa sala hii, salatul Eidaini. Kwa mtu anaweza kaswali kuanzia saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 asubuhi. Zote huo ni wakati wa salatul Eidaini. Pia tukaelezea sala la watu kuswali nyumbani mwaka huu Waislamu wote kila mmoja anatakiwa asali nyumbani kwake salatul Eidain, yeye na familia yake, kwa sababu imekatazwa masala ya mchanganyiko na mkusanyiko wa watu, yamekatazwa kutokana na maradhi haya ya korona, ili kujiepusha na maambukizi yake. Kwa kila mmoja anatakiwa asali nyumbani kwake salatul Eidain, hii sala ya Eid, Eidul Fitri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aliondoshe janga hili, ili Eidul Adha tusali katika musalla kama ilivyo sunna. As-sunnatu, darsa leo, as-sunnatu adauha fil musalla illa li dharurati matarin wa nahwihi. Sunna ni kutekelezwa sala ya Eid katika musalla, mahali pa kusalia nje ya mji, isipokuwa kwa dharura ya mvua na mfano wake. As-sunnatu adauha fil musalla illa li dharurati matarin wa nahwihi. Sunna ni kusaliwa sala hii ya Eid katika musalla, mahali pa kusaliwa, mahali pa kusalia ambapo ni nje ya mji, isipokuwa kwa dharura ya mvua na mfano wake. Hapo itabidi watu wasali misikitini. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Yapokewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitoka siku ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha kwenda kwenye musalla, jambo la kwanza analolianza ni sala. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitoka siku ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha kwenda katika musalla, mahali pa kusalia, jambo la kwanza analolianza pale ni sala. Hadith muttafaqun alayhi. Yani hakuna
qablia wala hakuna baadia pale katika musalla, isipokuwa jambo la kwanza mtume akifika huanza salatul Eid moja kwa moja. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anarauka kwenda mahali pa kusalia siku ya Eid, walanaza na fimbo inabebwa mbele yake. fa idha balagha almusalla, akishafika pale mahali pa kusalia, nusibat baina yadayhi fayusalli ilaiha, huwekwa husimamishwa ile fimbo mbele yake, fayusalli ilaiha, alafu anasali kuielekea fimbo hiyo kuwa ni sutra yake. wadhalika anna almusalla kana fadaan laysa fihi shay'un yustataru bihi au yastatiru bihi. Ilikuwa hilo ni katika musalla, mahali pa kusalia, inakuwa ni fadha, inakuwa ni mawanja tu, hakuna chochote ambacho atajistiri kwa hicho, kwa ile sala yake. Kwa inachukuliwa fimbo halafu inawekwa mbele yake, inakuwa ni sutra yake mahali hapo, kama tulivyosoma katika sifatu sala kwamba kuweka sutra ni lazima, ni wajibu. Mtu akiswali mahali ambapo hapana sutra, aweke japo fimbo, aiweke mbele yake, aisimamishe mbele yake, ili asali kuielekea hiyo fimbo. Hiyo ndio itakuwa ni sutra yake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirauka kwenda kwenye musalla siku ya Eid, na fimbo hiyo inabebwa baina yadayhi. fa idha balagha almusalla, akishafika pale mahali pa kusalia, nusibat baina yadayhi, ile fimbo inasimamishwa mbele yake, fayusalli ilaiha, anasali kwa kuielekea. wadhalika anna almusalla kana fadaan laysa fihi shay'un yastatiru bihi, sababu ilikuwa musalla yenyewe katika fadha, mawanja ambayo hakuna kitu ambacho atajistiria. Kwa hiyo anachukuliwa ile fimbo na kusimamishwa pale mbele yake. wa ilaika ba'd an-nuqul li a'immatin fuhul, chukua baadhi ya nukuu za maimamu hao mabingwa katika sunna. qala al-imam an-Nawawi a'la Allahu fi darajatihi, as-sunnatu an yakhruja al-imamu li salati al-eidain illa min udhri, sunna ni kutoka imamu kwa ajili ya sala zaidi isipokuwa kwa udhuru. as-sunna an yakhruja al-imamu li salati al-eidain, sunna ni kutoka imamu kwa ajili ya sala zaidi, illa min udhrin, isipokuwa kwa udhuru. udhuru kama huo wa mvua au kitu kingine. fayusalli fil masjid, hapo atasali msikitini. aya masjidin dakhil albalad, msikiti wote ndani ya mji. Ikiwa kuna udhuru wa mvua au kitu chochote kitakachozuia kwenda kusali katika musalla, hapo sasa imamu na waislamu wataswali katika msikiti wowote. Lakini sunna ni kutoka imamu na waislamu wote watoke nje ya mji, wende katika mahali fadha, uwanja, wasali salatul Eid. وقال الحافظ بعدما ساق حديث أبي سعيد الأول، الحافظ ابن حجر بعد يكويلت حديث أبي سعيد الخدري إلى كوانزا، قال واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء، hutolewa dalili kwa hadithi hii sunna ya kutoka kwenda sahara katika mawanja kule, li salati al-Eid, kwa ajili ya sala Eid. wa anna dhalika afdalu min salatiha fil masjid, na kwamba hilo la kutoka ni bora zaidi kuliko kusali salatul Eid msikitini, limuadhabati nabii sallallahu alayhi wasallam ala dhalik ma'a fadli masjidihi, kwa kudumu mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hilo la kutoka, pamoja na fadhila za msikiti wake. Msikiti wa mtume una fadhila kubwa, sala moja ni sawa na sala 1000 za misikiti mingine isipokuwa Masjidil Haram na Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ni sala 100, Masjidil Aqsa ni sala 500, yani 1 kwa 500.
lakini Masjid an-Nabawi ni 1000. Pamoja na hivyo mtume alikuwa akiwacha msikiti wake katika sala zaidi na kutoka kwenda Sahara na kusali sala ya Eid. Kwa hiyo hii ndiyo sunna, kutoka kwenda kwenye Sahara nje ya mji kwa ajili ya sala ya Eid. وقال علامة الأندلس ابن حزم رحمه الله وطيب ثراه: وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثرا ببياض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع، إلى أن قال: إن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع. Ibn Hazm al-Andalusi anasema sunna ya sala zaidi ni kutoka watu wa mji kwenda katika mawanja yaliyo makubwa mapana, na kuacha nyumba zao asubuhi jua likitoka, wa hina ibtidai jawazi tatawwu, na pale inapoanza kujuzu kuswali sunna, yani jua kupanda kiasi cha mkuki, ila anqal, mpaka akasema: in kana alaihim mashaqqatun fil buruzi ila almusalla sallu jama'atan fil jami', ikiwa kuna uzito wao kutoka kwenda katika mahali pa kusalia, hapo sallu jama'atan fil jami', watasali sala hii ya jamaa ya Eid katika msikiti. Tambihun ham, uzindushi muhimu. i'lam akhi almuslim anna min tamami sunnati fiha ay salat al-eidain an tuqama kharij al-balad. Jua ndugu yangu Muislamu kwamba ni ukamilifu wa sunna katika sala ya Eid mbili kuswaliwa nje ya mji, walaysa fihi kharij al-masjid, wala sio nje ya msikiti, kama huwa alwaqi' fi iddati musallayat fi Oman wa ghairiha, kama ilivyo katika sehemu nyingi za kuswaliwa katika mji wa Oman na miji mingine. Yani maneno ya kitabu Salatul Eidain fil Musalla, kitabu Salatul Eidain fil Musalla, akielezea Oman kule Jordan kama sikosei. Nasema jua ndugu yangu Muislamu kwamba ni katika ukamilifu wa sunna katika Salatul Eidain kuswaliwa nje ya mji, si nje ya msikiti kama ilivyo katika sehemu nyingi za kusalia fi Oman wa ghairiha, katika mji wa Oman na usiokuwa mji huo. Fahadha fi'lu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fi'lu khulafaihi min ba'dihi, hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na walivyofanya makhalifa wake baada yake. Fa innahum kanu yusallunaha fi as-sahara, kwani wao makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisali sala Eid katika Sahara, nje ya mji, katika uwanja. Walaula anna hadha amrun maqsudun lam yukallifu anfusahum wala an-nasa an yakhruju kharij al-balad, lau si kwamba jambo hili ndio lenye kusudiwa, wasingekalifisha nafsi zao wala wasingewakalifisha watu watoke nje ya mji. Lakini hii ndio makusudio kwa Eidain, kwamba watu watoke wakasali sala hiyo ya Eid nje ya mji katika Sahara. Idha walaula anna hadha amrun maqsudun lam yukallifu anfusahum wala an-nasa an yakhruju kharij al-balad. Maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah katika Ash-Sharh Al-Mumti, sema lau kwamba hii ndio lenye kusudiwa, wasingekalifisha nafsi zao wala wasingewakalifisha watu watoke nje ya mji. Kwa hiyo sunna ni watu watoke nje ya mji wakasali Salatul Eidain katika Sahara, wasali Salatul Eidain katika Sahara, sio uwanjani kama watu wanavyoona kwamba ni uwanja wowote. Ndio maana watu wanasali siji Tononoka Stadium wapi, sio uwanja, ni nje ya mji. Watu wanatakiwa watoke nje ya mji wakasali huko katika Sahara au uwanja ambao uko nje ya mji. Hadha yafahamuni haya. Wa idha lam yujad makanun lilmuslimin
yuadduna fihi salata al-eidain, isipopatikana mahali kwa waislamu ambapo watatekeleza sala hii ya Idi mbili, wa wujida makanun salihun liadaiha fihi, na pakapatikana mahali pazuri pa kusali sala hiyo, tamlikuhu daulatun kafira, mahali ambapo dola la kikafiri linamiliki mahali hapo, ni mahali ambapo panamilikiwa na serikali. Wa adhinat lilmuslimina almuqimina dakhilaha bisalati fihi, na dola hilo la kikafiri likawaruhusu waislamu wenye kuishi ndani ya mji huo, ndani ya nchi hiyo, wasali mahali hapo. Udiyat fihi, sala hiyo itasaliwa hapo. Wala haraja fi dhalika insha Allah, wala si vibaya hilo insha Allah, akitaka Allah. Hiyo ni fatawa ya lajna daima. Ikiwa kuna mahali ni nje ya mji, ni mahali pa serikali, ni uwanja wa serikali, na serikali hiyo ni ya kikafiri, ikawaruhusu waislamu wasali idi zao mahali hapo, la haraja fi dhalik, hakuna vibaya katika hilo insha Allah. Sharitata alla yakuna almakanu qad ishtahara billahwi walkhamri wazumar wallaib, kwa sharti ya kwamba mahali hapo hapakutangaa kwa mambo ya upuuzi na tembo na mizumari hapo, kupigwa miziki hapo na michezo. Au uidda lilfasadi walmunkar, au mahali pameandaliwa kwa ajili ya ufisadi na munkar, waliharbi llahi wa maasiyatihi, na kumpiga vita Allah na kumuasi Allah. Au sara midanan wa qa'idatan lissalibiyin alhaqidin, au pakawa mahali hapo ni uwanja na ni msingi wa Wakristo wenye chuki, yuqimuna fihi tuqusahum diniya, ambao wanafanya hapo yale mambo yao ya kidini, misa zao za kidini wanazifanyia hapo. Wayabuthuna min khilalihi sumumahum ushirikia, wanaeneza hapo sumu zao za ushirikina, fi kulli waqtin wa hin, katika kila wakati. Hapo itakuwa hapafai, mahali hapo itakuwa hapafai, kwamba ni mahali khasa. Hao Wakristo au washirikina wote wanafanya ushirikina wao hapo, hapo itakuwa mahali hapo hapafai kuswaliwa salatu al-eidain. Bid'iyatuha al-an fi al-masajid, bid'a ya kusali salatu al-eidain sasa hivi misikitini. Qala imamu dari al-hijra rahimahullah, amesema imam dari al-hijra rahimahullah al-imamu Malik, la yusalla fi al-eidain fi mawdhi'ain, hapasali sala za Idi mbili mahali sehemu mbili. La yusalla fi al-eidain fi mawdhi'ain, haisaliwi sala ya Idi mbili katika sehemu mbili. Wala yusalluna fi masajidihim, wala hawataswali fi masjidihim, katika msikiti wao hawataswali katika msikiti wao. Walakin yakhrujuna kama kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini watatoka kama alivyotoka mtume sallallahu alayhi wasallam. La yusalla fil eidaini fi mawdhi'aini wala yusalluna fi masjidihim, haiswaliwi sala ya Idi mbili katika sehemu mbili, yani mji mmoja sehemu mbili, wala hawataswali katika misikiti yao. Walakin yakhrujuna, lakini watatoka kama kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotoka mtume sallallahu alayhi wasallam, alivyotoka nje ya mji akasali katika sahara. وقال الفقيه المالكي ابن الحاج رحمه الله: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى. سنة iliyopita katika sala za Idi mbili ni kuwa katika musalla, mahali pa kusalia. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu illa almasjid alharam, sala katika msikiti wangu huu ni bora zaidi kuliko sala 1000 katika misikiti mingine.
isipokuwa Masjidil Haram. Kusali swala moja tu, iwe ni ya faradhi au ni ya sunna katika al-Haramun Nabawi, thawabu zake, yani ubora wake ni sawa na kusali sala 1000 za misikiti mwingine isipokuwa Masjidil Haram. Thumma huwa ma hadhihi alfadilati alazima, kisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na fadhila hizi kubwa, kharaja sallallahu alaihi wasallam ila almusalla wa tarakahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika sala hizi mbili kwenda katika musalla, mahali pa kusalia nje ya Madina, wa tarakahu, na kuacha msikiti wake pamoja na fadhila hizo kubwa. فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين. وهي ni dalili ya wazi ya kukokotezwa jambo la kutoka kwenda katika musalla kwa ajili ya sala zaidi mbili. Fahiya sunna, hiyo ndiyo sunna, hiyo ndiyo sunna. وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله، نكصلي صلاة العيدين مسكتيني ومذهب إمام مالك رحمه الله بدعة نيوزوشي، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك، isipokuwa ikipatikana dharura inayosababisha hivyo, falaisa bibid'a, itakuwa hakuna, sio bid'a. Ikiwa kuna mvua, watu hawawezi kuswali, kwenda kuswali kwenye uwanja nje ya mji, hapo kusali misikitini sio bid'a salatul eidaini. Lakini vinginevyo, hakuna mvua, hakuna tatizo lolote, hakuna corona, hapo sunna ni kusaliwa nje ya mji katika sahara, na ni bid'a hapo kusali misikitini. Hadha yafahamuni haya. Wali Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah المتوفى سنة 1377 هجرية 1956 ميلادية بحث قيم في هذه المسألة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنا بحث نزوري katika masala haya, راجعه في تعليقه على الترمذي، irejelee bahthi hiyo katika تعليق yake ya الجامع الترمذي المجلد الثاني صفحة 421 إلى 424. Kwa hiyo sunna katika salatul eidain ni kuswaliwa nje ya mji katika sahara au katika uwanja huko nje ya mji. Si sunna kuswaliwa misikitini, isipokuwa ikitokea dharura ndio kuswaliwa misikitini, sio bid'a. La yanbaghi ihya'u lailatiha, haitakikani kuhuisha usiku wa Idi, haitakikani kuhuisha usiku wa Idi kwa kufanya adhkar au ibada mbalimbali na kuhuisha usiku wa Idi, yani bila kulala. Watu hawalali kwa ajili ya yani wanakaa macho na kukesha kwa ajili ya kufanya adhkar, kwa sababu asubuhi ni siku ya Idi. Hakuna sunna hiyo ya ihya lailati العيدين. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في هديه صلى الله عليه وسلم ليلة النحر من المناسك. ابن القيم رحمه الله katika anasema katika muongozo wake sallallahu alaihi wasallam usiku wa Idi min almanasik, katika ibada, mujalladi wa kwanza safha 212 kitabu hicho, في هديه صلى الله عليه وسلم ليلة النحر من المناسك. ثم نام، أسمى ابن القيم ثم نام أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alilala usiku wa kuamkia Idi mpaka asubuhi. Walam yuhyi tilka al-laila, hakuhuisha usiku huo kwa kufanya ibada mbalimbali. ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، ولا hakuna hadithi yoyote sahihi iliyosihi, hadithi yoyote sahihi katika sunna ya kuhuisha nyusiku mbili zaidi. Hakuna hadithi yoyote iliyosihi ya sunna ya kuhuisha nyusiku mbili zaidi. تنبيه النبي، هناك حديثان، كنا حديث mbili لا يقومان على ساق يحتج بهما كثير من الجاهلين بالسنة الصحيحة. kuna hadithi mbili ambazo haziwezi kusimama, kuna hadithi mbili ambazo
haziwezi kusimama, wanazitolea hoja wengi wasiojua sunna hadithi sahihi, wanazitolea hoja wale wasiojua hadithi sahihi. Fa amma al-awwalu fa mawdhu'un, ama hadithi ya kwanza ni maudhu inayosema hiyo sunna ya kuhuisha usiku wa Idi mbili. Hadithi ya kwanza ni maudhu, wa haka nasahu, chukua nasi yake. Hadithi inasema man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu, mwenye kuhuisha usiku wa Idi al-Fitri na usiku wa Idi al-Adha moyo wake hautakufa siku zitakapokufa nyoyo. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, mwenye kuhuisha usiku wa kuamkia Idi al-Fitri na kuhuisha usiku wa kuamkia Idi al-Adha, lam yamut qalbuhu, moyo wake hautakufa, yawma tamutul qulubu, siku nyoyo zitakapokufa. الحديث في السلسلة الضعيفة يا شيخ الألباني رحمه الله، هي موضوع، حديث هي موضوع لا تقوم أو لا يقوم على ساق. وأما الثاني، أما حديث يبيلي فضعيف جدا، هي ضعيف سنة، وهذا متنه نهي ndio متن yake. من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، mwenye kusimama akafanya ibada nyusiku mbili zaidi mbili, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, muhtasiban lillah, hali ya kutarajia thawabu kwa Allah, lam yamut qalbuhu, moyo wake hautakufa, yauma tamutul qulub, siku zitakapokufa nyoyo. Hii ni dhaifun jidda. Kwa hiyo hakuna sunna ya kuhuisha nyusiku mbili zaidi mbili, bali ni bid'a. Jambo la bid'a la kuhuisha usiku wa Idi mbili ni jambo la bid'a. Mubtadi'a wanatakiwa wawache uzushi huo wa kuhuisha nyusiku mbili za Eid al-Fitri na Eid al-Adha, kufanya ibada usiku na kutolala. Mtume sallam hakufanya wala hakusema hivyo kwamba Waislamu wazihuishe nyusiku mbili hizo kwa ajili ya kufanya ibada. Qada'uha, kuilipa sala ya Eid. Yushra'u qada'u salati al-Eidain, inatakiwa kuilipa sala ya Idi mbili. Kama mtu imemfutwa ameikosa, ni sunna kuilipa. Yushra'u qada'u salati al-Eidain, inatakiwa kuilipa sala ya Idi mbili. Lihadithi Abi Umair ibn Anas an umumati lahu min al-ansar qalu umma alaina hilalu shawwal fa asbahna siyama. Kwa hadithi ya Abi Umair ibn Anas, kutokana na ammi zake ambao ni Ansar, walisema umma alaina hilalu shawwal, ulifichwa kwetu mwezi muandamo wa Shawwal, fa asbahna siyama, tukaamka asubuhi hali ya kuwa siyama ni wenye kufunga. Sababu ulijificha mwezi wa tarehe 29 ya Ramadhan, hatukuona. Fa asbahna siyama, tukaamka asubuhi hali ya kuwa ni wenye kufunga. Fajaa rakbun min akhirin nahar, wakaja wasafiri mwisho wa mchana. Fashahidu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakashuhudia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahum ra'awul hilala bil amsi, kwamba wao waliuona mwezi muandamo jana. Wakashuhudia wasafiri hao kwamba waliuona mwezi muandamo wa Shawwal jana. Fa amara an-nasa an yuftiru min yawmihim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha watu wafungue siku yao hiyo, wa an yakhruju li'idihim min al-ghadi, na watoke kwa ajili ya kusali sala yao ya Idi kesho. Sababu siku ile ilikuwa imepita tayari, imefika jioni, bado wakati wa kufungua bado. Mtume akawaamrisha masahaba wafungue saumu zao, kumbe mwezi ulionekana jana. Halafu akawaamrisha watoke kesho yake kwa ajili ya kusali sala yao ya Idi. Kwa hii ni dalili kwamba yajuzu, bali ni sunna kuilipa salatul Eidain kama imefutu.
وبوب البخاري في صحيحه المجلد الأول صفحة 312 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. mlango huu ni mlango ambao idi ikimfutu akiikosa asali rakaa mbili hizo za idi. قال سيد سابق تغمده الله برحمته في فقه السنة وفي الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد. Sayyid Sabiq rahimahullah katika kitabu chake Fiqh Sunna anasema hadithi hiyo ni hujja ya wale wenye kusema kwamba jamaa, kundi la watu, idha fatataha salatul eid, ikiwafutu sala ya idi wakiikosa, bisababi udhri min al-a'dhar, kwa sababu ya udhuru wote katika a'dhar, annaha takhruju, ni kwamba kundi hilo la watu litatoka, min al-ghadi, kesho, fatusalli al-eid, litasali idi vile vile linavyosaliwa. Kama walikosa jana kusali salatu al-eid kwa udhuru wote waliokuwa nao, basi wanatakiwa watoke kesho waende katika musalla wasali idi vile vile inavyosaliwa. وقال الشيخ العربي التبسي رحمه الله إن صلاة العيد لها وقتان. أسمى صلاة العيد إن nyakati mbili. إن صلاة العيد لها وقتان, صلاة العيد إن nyakati mbili. والصلاة في كل منهما أداء, na sala hiyo katika kila moja katika nyakati hizo ni ada, si qadha. وكwanza sabihata al-yawm al-awwal liman alima bil-eid, asubuhi ya siku ya kwanza kwa aliyejua kwamba kuna idi. Huo ndio wakati wa kwanza, asubuhi ya siku ya kwanza, ile tarehe mosi Shawwal, ndio wakati wa kwanza wa salatu al-eid. Asubuhi ya siku ya kwanza, liman alima bil-eid, kwa aliyejua kwamba ni idi. Wa sabihata al-yawm ath-thani, au sabihatu al-yawm ath-thani, na asubuhi ya siku ya pili, liman lam ya'lam bihi, kwa asiyejua, illa ba'da fawati waqtiha min al-yawm al-awwal, isipokuwa baada ya kufutu, ya kupita wakati wake kwa ile siku ya kwanza. Inna salata al-eid laha waqtani, anasema huyu Sheikh rahimahullah, sala idi ina nyakati mbili. Wassalatu fi kulli minhuma ada, na sala hiyo katika kila wakati mmoja katika hizo ni ada, si qadha. Wakati wa kwanza sabihatul yawmil awwali liman alima bil eid, asubuhi ya siku ya kwanza kwa aliyejua kwamba ni idi, ile tarehe mosi ya Shawwal. Wakati wa pili wasabihatul yawmi thani liman lam ya'lam bihi illa ba'da fawati waqtiha min al-yawm al-awwal, asubuhi ya siku ya pili, yani tarehe pili ya Shawwal, kwa asiyejua hiyo idi isipokuwa baada ya kupita wakati wake. Siku ya kwanza labda alijua kwa al-asri kwamba kumbe watu waliswali idi asubuhi hii ya leo, kwa hiyo kesho yake yeye atasali salatu al-eid. وهذا القول هو المنطبق على قواعد العلم الموافق لقول العلماء. قوله ndio inawafik misingi ya ilmu yenye kuwafik kauli za maulama. maneno hayo katika maqalatun fi ad-da'wati an-nahdha fi ad-da'wa ila an-nahdha al-islamiyya fi al-Jazair, huyo Sheikh al-Arabi at-Tibsi. وفي فتاوى اللجنة ما نصه يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس. اللجنة الدائمة في نوم فتوى هيو wanasema inajuzu kuichelewesha salatu al-eid mpaka siku ya pili wasipojua idi isipokuwa baada ya kupenduka jua. Baada ya wakati wa dhuhuri ushafika ndio wajua kumbe jua asubuhi leo ilikuwa ni idi, hawakusali, kwa hiyo kesho yake wanatakiwa waisali sala hiyo. yajuzu taakhiruha ila al-yawm ath-thani, inajuzu kuichelewesha salatu al-eid mpaka siku ya pili, idha lam ya'lamu bil-eid, wasipojua hiyo idi siku hiyo, illa ba'da zawali shams, isipokuwa baada ya kupenduka kwa jua. Hiyo ni fatwa ya lajna الدائمة.
عيدان اجتمعا في يوم واحد, idi mbili zimekusanyika katika siku moja. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni kwamba amesema zimekusanyika katika siku yenu hii idi mbili, zimekusanyika idi mbili katika siku yenu hii. Faman shaa ajzaahu min aljumaa, anayetaka inamtosheleza hiyo na aljumaa, hiyo idi inamtosheleza na aljumaa. Wa inna mujammi'un, na sisi ni wenye kusali salatul jumaa. Hili ni sala la kukutana idi mbili, Eidul Fitri au Eidul Adha pamoja na Aljumaa, salatul Jumaa. Hizo ni idi mbili za Waislamu. Kwa zikikutana siku moja, ikiwa ni siku Eidul Fitri imetokea ni Ijumaa, au Eidul Adha ni Ijumaa, kuna sala Ijumaa na kuna sala ya Eidul Fitri au Eidul Adha. Hapo unaposali, ukisali salatul Eid yoyote katika Eidul Fitri au Eidul Adha na ni siku ya Ijumaa, ile sala ile inatosheleza. Ijumaa salatul Jumaa sio wajibu tena kwako, unatakiwa usali tu salatu dhuhur nyumbani. Ukishasali salatul Eid na ni Ijumaa, siku ya Ijumaa, wewe salatul Jumaa kwako si wajibu tena, unasali salatu dhuhuri nyumbani, kwa sababu tayari umeshasali salatul Eid, aidha Eidul Fitri au Eidul Adha. Lakini imam lazima akasalishe salatul Jumaa kwa wanaopenda kwenda kusali. Imam ni lazima akasalishe salatul Jumaa kwa wanaopenda kwenda kusali, ambapo ndio afdal usali salatul Eidain na wende ukasali salatul Jumaa. Kwa imamu anatakiwa asifunge msikiti, awache msikiti wazi ili awasalishe watakao kwenda katika salatul Jumaa. هذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار. وعطاء ابن أبي رباح anasema alitusalisha ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, siku ya Eid fi yaumi Jumaa, katika siku ya Ijumaa, awwala nahar, yani asubuhi, mwanzo wa mchana alitusalisha salatul Eid. Thumma ruhna ila aljumaa, kisha tukaenda kwenye salatul Jumaa. Falam yakhruj ilaina, hakutoka kwetu, hakuja kwetu kusali salatul Jumaa. Fasallaina wihdana, tukasali peke yetu. وكان ابن عباس بالطائف, ابن عباس رضي الله عنهما alikuwa Taif. Falamma qadima, alipofika, dhakarna dhalika lahu, tulimuelezea hilo. Faqala asaba sunna, akasema ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ibn Zubair ameipatia sunna. Ibn Zubair asaba sunna, ameipatia sunna. قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية طيب الله ثراه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد, zikikusanyika الجمعة na Eid siku moja, falilulama fi dhalika thalathatu aqwal, maulama katika jambo hilo na sala hilo wana kauli tatu. Wa baada an dhakaraha, baada ya kuzitaja kauli hizo, qala wal qawlu thalith wa huwa sahih, kauli ya tatu, na kauli ya tatu na ndiyo sahihi, anna man shahida al-Eid saqatat anhu al-Jum'a, ni kwamba mwenye kuhudhuria salatul Eid imemwangukia al-Jum'a. Man shahida, anna man shahida al-Eid saqatat anhu al-Jum'a, ni kwamba mwenye kuhudhuria Eid akasali salatul Eid, saqatat anhu al-Jum'a, al-Jum'a itamwangukia, yani hana wajibu wa kusali al-Jum'a. Lakin ala al-imami an yuqima al-Jum'a, lakini lazima kwa imamu asali salatul Jum'a, liyashhada man shaa shuhudaha, ili ahudhurie atakayetaka kuhudhuria al-Jum'a. Wa man lam yashhad al-Eid, na ambaye hajahudhuria Eid
pia ahudhurie hapo katika Ijumaa. Imam lazima afungue msikiti asalishe salatul Jumaa. Anayetaka kuhudhuria katika waliosali salatul Eidain ahudhurie Ijumaa, na ndio aula. Na pia yule ambaye hakuhudhuria salatul Eid, yeye bado ana wajibu wa kuhudhuria Ijumaa, huyo imamu akawasalishe hao. Wa huwa al-ma'thuru anin nabii sallallahu alayhi wasallam wa ashabi, na hilo ndilo lilonukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ka Umara wa Uthmana wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa ibn Zubair wa ghairihim. Masahaba hao wote imenukuliwa kauli hiyo kwao. Wala yu'rafu ani sahabati fi dhalika khilaf, wala haijulikani khilafu yoyote kutokana masahaba katika jambo hilo. Ila anqal, mpaka akasema Sheikhul Islam, wa fi ijabiha ala nnasi tadyiqun alaihim, na kuwajibisha Ijumaa kwa watu hao walioswali Idi ni kuwatia dhiki. Wa takdiru limaqsudi idihim, na kuichafua pia na kuchafua makusudio ya Idi yao. Wama sunna lahum min as-sururi fihi walimbisati, na yale yaliyowekwa kwao ambako ni kufurahika na kujikunjua. Faidha hubisu an dhalika, wakifungwa na hayo, aada al-Eid ala maqsudihi bilibtal, itarudi Idi kuacha maksudio yake kwa kubatilisha hayo. Walianna al-jum'ata Eid wa yawm al-fitr wan-nahr Eid, na kwa sababu al-jum'a ni Eid, na siku ya Eid al-fitr na Eid al-adha ni Eid. Wa min sha'ni ash-shari', na katika jambo la shari' mwenye kuweka sheria, idha ijtama'a Eidani, idha ijtama'a ibadatani min jinsin wahid, idha ijtama'at ibadatani min jinsin wahid, zikikusanyika ibada mbili za jinsi moja, udkhila ihdahuma fil ukhra, hutiwa moja yao kwa nyingine. Ikiwa zimekusanyika ibada mbili ambazo ni jinsi moja, udkhila ihdahuma fil ukhra, moja yao huingizwa katika nyingine. Kama yadkhulu al-udhu fil ghusli, kama unavyoingia udhu katika kuoga. Wa ahadul ghuslaini fil akhar, na inapoingia moja ya majosho mawili kwa jingine. Udhu unaingia katika ghusl, wa ahadul ghuslaini fil akhar, pia inaingia moja ya majosho mawili huingia katika jingine. Wallahu aalam. Maneno ya Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika al-Fatawa. وفي المغني لابن قدامة ما نصه وإن اتفق عيد في يوم جمعة, ikiwafiki Idi katika siku ya Ijumaa, saqata hudhurul Jumaa amman salla al-Eid, itaanguka kuhudhuria Ijumaa kwa yule aliyesali Idi. Kuhudhuria Ijumaa kutaanguka kwa wale waliosali Idi, illa al-imama, isipokuwa imamu. Fa innaha la tasqutu anhu, kwani salatul Jumaa haitaanguka kwa imamu, illa alla yajtami'a lahu man yusalli bihi al-Jumaa, isipokuwa wasipokusanyika wale watakaosali naye al-Jumaa. Illa alla yajtami'a lahu man yusalli bihi al-Jumaa, isipokuwa wasipokusanyika naye wale watakaosali al-Jumaa, hapo sasa itakuwa na imamu naye pia itamwangukia. Waqila fi wujubiha ala al-imami riwayatan, na imesemwa katika kuwajibika salatu al-Jumaa kwa imamu kuna riwaya mbili. Wa mimman qala bisuqutiha ash-Sha'bi wan-Nakhai wal-Awza'i, katika wale wasema kwamba pia inaanguka kwa imamu salatu al-Jumaa ni al-Imamu ash-Sha'bi na al-Imamu an-Nakhai na al-Imamu al-Awza'i. Waqila hadha madhhabu Umara wa Uthmana wa Ali wa Sa'id wa ibn Umara wa ibn Abbas wa ibn Zubair. Imesema pia hiyo ndiyo madhehebu ya Umar na Uthman na Ali na Sa'id na ibn Umar na ibn Abbas na ibn Zubair. Pia wao wanasema hivyo kwamba katika wajibu wal Jumaa kwa imamu kuna riwaya mbili, na wanaosema kwamba inaanguka pia al-Jumaa kwa imamu ni hao. Pia hii ni madhehebu ya Umar na Uthman na Ali na Sa'id na ibn Umar na ibn Abbas na ibn Zubair radhiyallahu anhum. Waqala aktharu al-fuqaha'i
tajibu aljumaa, lakini maulama wa fiqh wengi wanasema ni lazima aljumaa kwa huyo imamu, ni lazima aljumaa kwa imamu, haitaanguka aljumaa kwa imamu, itaanguka kwa wale wengine maamuma ambao walisali idi, ndio itaanguka aljumaa. Lakini na wao nao waliosali idi watakuwa walazimika kusali salatu dhuhri nyumbani, wasali salatu dhuhri nyumbani. Ama imamu tajibu aljumaa, ni lazima yeye aljumaa. Adabuha qabla as-salah, adabu za sala hii ya Eidain kabla ya sala, adabu zake zinazofanyiwa au zinazotekelezwa kabla ya kuswali. Awalan al-ightisal, adabu ya kwanza ni kuoga. Hizi ni adabu na taratibu za salatu al-Eidain kabla ya sala yenyewe. Awalan, adabu ya kwanza al-ightisal ni kuoga. عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث. يقول سعيد بن المسيب هذا من كبار التابعين، أنا سمع سنة عيد الفطر نتاتو، سنة عيد الفطر نتاتو: المشي إلى المصلى، kwenda kutembea kwa miguu kwenda katika mahali pa kusalia; والأكل قبل الخروج، nakula kabla ya kutoka. Kabla ya kutoka kwenda katika musalla la Eid al-Fitr ni sunna kula. Wal-ightisal, na kuoga. Hizi ni sunna tatu amezielezea Said ibn al-Musayyib, hadha min kibari at-tabi'in. Anasema sunnatul fitri thalath, sunna za Eid al-Fitr ni tatu: al-mashyu ila as-salah, sunna ya kwanza ila al-musalla, al-mashyu ila al-musalla, kutembea kwa miguu kwenda katika musalla mahali pa kusalia; wal-aklu qabla al-khuruji, na kula kabla ya kutoka. Yani mtu anatakiwa ale kidogo kabla ya kutoka, tende afungue maji, alafu ndio aende katika musalla Eid al-Fitr. Wal-ightisal, na kuoga. Wa ahsanu ma yustadallu bihi ala istihbab al-ightisal lil-Eidain ma rawa al-Bayhaqi min tariq ash-Shafi'i an Zadhan. Na hadithi nzuri ambayo hutolewa dalili sunna hii ya kuoga kwa ajili ya sala zaidi ni hadithi aliyopokea al-Imam al-Bayhaqi kwa njia ya al-Imam Shafi'i an Zadhan, kutokana na Zadhan qala sa'ala rajulun Ali radhiyallahu anhu anil ghusli, mtu mmoja alimuuliza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuhusu kuoga. Qala ightasil kulla yawmin in shita, akamwambia oga kila siku ukipenda. Ightasil kulla yawmin in shita, oga kila siku ukitaka. Faqala la, akasema la, siwezi. Alghuslu alladhi huwa alghuslu, kuoga ambako ndiko kuoga kuliko wajibu. Qala yawma aljumaa wa yawma arafa wa yawma an-nahri wa yawma al-fitr. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akamwambia siku ya Ijumaa na siku ya Arafa na siku ya Eid an-Nahri, Eid al-Adha, wa yawm al-Fitr, na siku ya Eid al-Fitr. Hizi uoge katika siku hizi. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza, sunna ya kuoga kabla ya kutoka kwenda katika musalla al-Eid. Thaniyan, pili, al-aklu qabla al-khuruji yawm al-Fitr, kula kabla ya kutoka siku hiyo ya Eid al-Fitr. Al-aklu qabla al-khuruj yawm al-Fitr, kula kabla ya kutoka siku hiyo ya Eid al-Fitr. Dalili yake an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm al-Fitr hatta yaakula tamaratin wa yaakuluhunna witra, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam harauki na kutoka siku ya Eid al-Fitr mpaka aletende wa yaakuluhunna witra, na anazila kwa witri, moja, tende moja, 3, 5. Qala al-Muhallab wa amma ja'aluhunna witra, ama kuzijalia hizo tende witri, falil isharati ila al-wahdaniyya, hii ni kuashiria upweke na umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك, na kama hivyo alikuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yake yote, tabarrukan bidhalik, kwa ajili ya kutaka baraka kwa hilo la wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala.
Idhan ni sunna kufunkula, ni sunna kula tende, na pia ziliwe sunna nyingine iliwe kwa witri, tende hizo ziliwe kwa witri 1, 3 wa hakadha. وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم. وبتجا بعض أهل العلم kwamba hikma katika sunna ya tende kula tende, lima fil hulwi, kwa yaliyopo katika ule utamu, lima fil hulwi, kwa yaliyopo katika utamu ule wa tende, min taqwiyatil basari alladhi yudha'ifu sawm, kuyapa nguvu macho yaliyodhoofishwa na saumu. Saumu inadhoofisha macho, kwa hiyo ile kula tende kunatia nguvu macho hayo. ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو نعم. ولأن الحلو نقصب ule utamu مما يوافق الإيمان, ni katika yanayowafiki imani, ويعبر به المنام, na hufasiriwa ndoto, ويرق القلب, moyo unakuwa laini. Kwa hiyo haya wameyasema baadhi ya maulama kuhusu hiyo kufungua kwa tende, au hiyo kula tende wakati ule wa kabla ya kutoka kwenda kusali salatu Eid al-Fitri. Kwa ni sunna hata kama hutatoka utasali nyumbani, lakini mtu natakiwa tule siku ile kabla ya kusali salatu Eid al-Fitri, tule hizo tende, lakini pia tuzile kwa witri, tusijilie tu, tule kwa witri 1, 3, 5, 7 wa hakadha. Leo tutaishia hapa, kesho tutamalizia biidhnillah. Amma sunnatu fi Eid al-Adha, tutaelezea sunna katika Eid al-Adha. Leo tumalizia sunna katika Eid al-Fitri. Kesho biidhnillah taala tutamalizia risala hii kwa kuelezea sunna katika Eid al-Adha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyafahamu na kuyatekeleza yote haya tuliyofundisha. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.